matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Waliaula. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: Nicolas Maduro asitiza bado yeye ndiye rais wa Venezuela, huku akikanusha mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama moja nchini Marekani. Kampeni za uchaguzi mkuu zimezidi kumba moto nchini Uganda, huku chama tawala cha NRM kikisema upinzani haujabinywa na wamekuwa na nafasi nzuri ya kunadi sera zao. Na kuambia kwa ukweli, nchi Uganda wapinzani wanayo uwezo kufanya chochote ambao wanapotaka. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia matarajio ya hali ya uchumi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Tunatarajia kwamba sarafu ya dola itaongezeka nguvu, kisha ongezeka kwa nguvu kwa sababu ya militant approach ya Marekani. Kuna hayo na mengine mengi, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia naye Florian Kaijage. Karibu. Aliyekuwa rais wa Venezuela aliondolewa madarakani Nicolas Maduro amesisitiza kuwa bado ni rais wa nchi hiyo, huku akikana mashtaka manne ya ulanguzi wa dawa za kulevya na ugaidi. Nilitekwa nyara, aliambia mahakama mjini New York, Marekani, akizungumzia operesheni ya Marekani ya kumkamata kutoka kambi ya kijeshi huko Caracas siku ya Jumamosi. Mkewe Celia Flores pia aliyakana mashtaka. Delcy Rodriguez ameapishwa kuwa kiongozi wa mpito wa Venezuela, akisema ameumizwa na kukamatwa kwa Maduro. Rodriguez amesema anashika madaraka kwa niaba ya raia wote wa Venezuela ambao wengi wanaaminika walipiga kura dhidi ya chama tawala katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Duru za usalama nchini Nigeria zinasema wanajeshi wasiopungua 9 wameuawa katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno baada ya msafara wao kuligonga bomu la kutegwa ardhini. Wengine kadhaa walijeruhiwa wakati wa shambulio hilo siku ya Jumapili, ingawa hakuna kundi lililodai kuhusika. Tukio hilo lilitokea katika eneo ambalo wapiganaji wa Islamic State hufanya mashambulio ya mara kwa mara. Naibu waziri mkuu wa zamani wa Canada Chrystia Freeland amesema ataondoka bungeni ili kukubali kazi ya kuwa mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Sambatenzi na maelezo zaidi. Freeland amesema hata alipo kwa kazi yake ya ushauri wa maendeleo ya uchumi wa Ukraine. Julai mwaka huu atachukua pia nafasi ya kuongoza taasisi ya Rhodes inayohusika na kutoa misaada ya elimu nchini Uingereza. Alichaguliwa mwaka 2013 na alihudumu katika majukumu muhimu kama waziri wa fedha, mambo ya nje na biashara ya kimataifa chini ya waziri mkuu wa zamani Justin Trudeau. Alijitenga na Trudeau mwishoni mwa 2024, akimshutumu kupitia barua ya kujiuzulu kwa umma kwa kushindwa kuchukua tishio la ushuru wa Marekani kwa uzito, hali iliyomlazimisha kuachana na siasa. Na serikali ya Gambia inasema takriban watu 25 wamethibitishwa kufariki dunia wakati boti iliyokuwa imebeba wahamiaji ilipopinduka katika pwani ya nchi hiyo katika mkesha wa mwaka mpya. Maafisa wanasema boti hiyo ilikuwa imewabeba wahamiaji zaidi ya 200 na makumi kadhaa hawajulikani walipo. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa vijana, wamekuwa wakijaribu kuingia barani Ulaya kutoka Afrika Magharibi, hasa kupitia visiwa vya Kanari vya Hispania, kwa kutumia boti zilizochakaa na zinazojaza abiria kupita kiasi. Kufuata tukio hilo, rais wa Gambia Adama Barrow amesema nchi hiyo ipo katika maombolezo. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Florian Kaijage. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa na Abud FM nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Gulf Radio. Nchini Uganda yategea sikio kupitia Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Ukiwa DRC ni Radio Muungano Beni. Vile yako pia kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili. Karibu. Mimi ni Belden Waliaula. Rais wa Venezuela ambaye alikamatwa na Marekani Nicolas Maduro amesema hana hatia na bado yeye ndiye rais wa taifa lake. Maduro alikanusha mashtaka yote dhidi yake yakiwemo ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama moja nchini Marekani. Victor Kenani anaarifu zaidi. Maduro mwenye umri wa miaka 63 alimwambia jaji huko Manhattan
mimi sina hatia, mimi si mwenye hatia. Akitabasamu alipoingia ukumbini mwa mahakama akiwa amevalia shati la rangi ya machungwa, Maduro alizungumza kwa sauti ya chini. Lakini mtu aliyetawala taifa lake lenye utajiri wa mafuta kwa ubabe kwa zaidi ya miaka 12 alipata kumbusho kali la anguko lake wakati jaji alipomwambia ajikite tu katika kutaja jina lake. Mke wa Maduro, Cilia Flores, naye pia alikana mashtaka. Jaji aliagiza wote wawili waendelee kuzuiliwa rumande na akaweka tarehe mpya ya kusikilizwa kwa kesi kwa tarehe 17 Machi. Maelfu ya watu waliandamana mitaani mjini Caracas kumuunga mkono Maduro wakati aliyekuwa naibu wake Delcy Rodriguez akiapishwa kama rais wa mpito. Hata hivyo, enzi ya Maduro inaonekana kuwa imefikia mwisho. Wawili hao walinaswa na makomando wa Marekani alfajiri ya Jumamosi katika shambulio dhidi ya mji mkuu wa Venezuela lililoungwa mkono na ndege za kivita na uwepo mkubwa wa manowari. Trump pia ametishia mashambulizi zaidi ya kijeshi. Uwepo mkubwa wa jeshi la majini la Marekani ikiwemo manowari ya kubeba ndege za kivita umepelekwa katika bahari ya Caribbean. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema kuwa karibu wanajeshi 200 walihusika katika uvamizi huo wa kushtukiza mjini Caracas. Maelezo ya operesheni ya Marekani huko Caracas yaliendelea kujitokeza hadi Jumatatu, huku Havana ikisema kuwa raia 32 wa Cuba waliuawa katika shambulio hilo. Hakuna wanajeshi wa Marekani waliouawa, lakini baadhi walijeruhiwa kulingana na maafisa wa Marekani. Katika mfululizo wa matangazo ya kushtua mwishoni mwa wiki, Trump alitangaza kuwa Marekani inachukua udhibiti na inalenga kuchukua usimamizi wa sekta kubwa lakini iliyodhoofika ya mafuta ya Venezuela. Katikati ya wasiwasi wa kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliambia kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kunapaswa kuwa na heshima kwa misingi ya mamlaka ya taifa, uhuru wa kisiasa na uadilifu wa eneo. Ingawa hakuna wanajeshi wa Marekani wanaojulikana kuwa nchini Venezuela kwa sasa, utawala wa Trump unasema bado una nguvu kubwa ya kiuchumi kupitia kizuizi cha mafuta. Trump pia ametishia mashambulizi zaidi ya kijeshi. Taarifa yake Victor Kenani. Kampeni zimepamba moto nchini Uganda ikiwa ni chini ya siku 10 tu kabla uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Wagombea wa urais wamekuwa wakizunguka nchi nzima kunadi sera zao, hususan miongoni mwa vijana ambao ni zaidi ya 78% ya wapiga kura wote. Hata hivyo, upinzani umekuwa ukilalamika kwamba haujapewa nafasi sawia na serikali katika kutangaza sera zao. Je, upinzani umebinywa katika kampeni nchini Uganda? Don Cliff Odit amemuuliza swali hilo naibu kiongozi mkuu wa chama tawala nchini Uganda NRM Mike Mukula. Wale ambao wanapinga serikali hawana nguvu, hawana moja. Upinzani mimi nakwambia wana nguvu. Ukiona katika chama cha FDC yenyewe wanayo vikundi 3 sasa katika usimamo yao. Yaani ukivunja umoja ya upinzani lazima hiyo ndio italeta unafiki ndani ya upinzani. Lakini kwa kweli Bobi Wine, kumekuwa na maoni tofauti kuhusiana na viongozi. Wengi wanasema kwamba viongozi wanachaguliwa ni wale wamekuwa wakichaguliwa kwa muda mrefu, kwamba mtoi nafasi kwa viongozi wapya. La, kwenye uchaguzi ambayo imepita ile 60 kwa 100 walikuwa vijana. Wale vijana usu mpya. Yani tumejenga utawala ya Chama cha Mapinduzi au NRM kutoka chini paka juu, na vijana ndio wanaongoza matembezi ya NRM katika nchi yetu. Ya pili, nataka nikwambie kwamba uchaguzi inatembelea kwenye vitu mbalimbali, utaji ya watu, usimamio ya watu na nia ya watu. Na mimi nataka niseme kwamba kwenye kubashiri kwangu naona kwa kweli NRM bado itatawala milele na milele, sababu usimamo ndani ya chama iko nzuri. Wakati uchaguzi mkuu unapopangwa kuja kufanyika baadaye mwezi Januari, kwa mtizamo wako mwenyewe, je, unahisi kwamba vijana watapata nafasi ya uhaki na usawa katika uchaguzi huu mkuu unaokuja? Tunayo vikundi mbalimbali. Kuna vikundi ya vijana ambayo inaitwa Youth League, kuna ile ya wanawake, kuna wale wa walema. Hatuna chochote mtu lolote ambayo tunamwacha nje. Kwa mtizamo wako, unahisi kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni bado anastahili kuendelea kuiendesha Uganda licha ya umri wake mkubwa? Nchi yetu imetulia. Museveni amepigania nchi hii
sasa karibu tunaingilia miaka 39, na ukipima kwa kweli kwa hii miaka, nchi hii ilikuwa na shida, ilikuwa na mapigano ndani ya nchi. Nchi yetu sasa Uganda katika uchumi na maendeleo ya nchi ya uchumi ndio namba 7 katika nchi ulimwengu zote. Amefanya mambo mengi mazuri na wengi wanakubali kuifanya Uganda iwe nchi ambayo imetulia na nchi imara zaidi, lakini hamuhisi kwamba baada ya kufanya mazuri hayo wakati umefika awaachie watu wengine kama wewe muendeleze mazuri hayo? Mimi naona kwa kweli mbele na kuna mtu ambaye anaweza kutawala milele na milele. Watakuwa wakati ambayo tutapata mabadiliko, lakini sasa namna ambayo naona, ukiona Donald Trump miaka 1 na Museveni karibu, Museveni bado na nguvu, ana usimamo ya mafikiri ambayo iko nzuri, na mimi naona kwa kweli bado tunayo mambo ambayo nchi yetu inapambana nayo. Tuko na mafuta sasa, na ukipima wazungu na ujereu ya hawa wanapenda sana mafuta. Unataka muongozi ambaye anaweza simamia na kuona kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuja karibu nchi yetu. Je, unahisi kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki kwa kila Mganda na kura ya kila Mganda itahesabiwa inavyostahili? Lazima itakuwa hivyo, sababu hii ndio uchaguzi karibu ya 6 sasa. Tutakuwa na uchaguzi, mimi naitegemea na nabashiri kwamba itakuwa nzuri bila mashukushuko, na wale ambao watavunja sheria ya nchi lazima serikali itafanya kazi yao. Sasa nampisha Victor Kenani na taarifa za spoti. Karibu Kenani. Shukran Beldin. Shukran sana. Tunaanza na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, ambapo Nigeria ilitinga fainali ya robo fainali baada ya kuichapa Msumbiji mabao 4-0 katika mchezo uliochezwa mjini Fes. Super Eagles walitawala mchezo tangu mwanzo. Mabao ya Ademola Lookman mawili kutoka kwa mshambuliaji aliye katika kiwango bora Victor Osimhen pamoja na bao moja la Akora Adams yalihakikishia Nigeria ushindi mnono. Msumbiji iliyokuwa ikicheza hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza ilishindwa kabisa kuhimili mashambulizi makali ya Nigeria na haikutishia lango kwa kiasi kikubwa. Nigeria ambayo ingeweza kuongeza mabao zaidi sasa inasubiri kukutana na Algeria au DR Congo katika mchezo wa robo finali utakaochezwa Jumamosi mjini Marrakesh. Katika mechi nyingine, Misri wamefuzu robo finali ya kombe hilo baada ya mabao mawili katika muda wa nyongeza kuwapa ushindi dhidi ya Benin katika hatua ya 16 bora. Marwi Natia alikuwa amefungia Misri kabla ya Jodel Dosu wa Benin kusawazisha na kupeleka mchezo katika muda wa nyongeza. Misri walijibu kupitia Yasir Ibrahim aliyefunga dakika ya 97 ya muda wa nyongeza. Mohamed Salah kisha akahitimisha ushindi huo kwa bao la kuvutia sana dakika ya mwisho, akipiga shuti la lile tunaita outfoot lilompita kipa Dajnu kutoka nje ya eneo la hatari. Matokeo hayo yana maana kuwa Benin hawataweza kurudia mafanikio yao ya mwaka 2019 ya kufika robo finali, huko Misri wakipata zawadi ya kukutana na Ivory Coast au Burkina Faso watakaocheza Jumanne katika mechi ya Jumamosi mjini Agadir. Tukielekea kwenye tennis, Novak Djokovic amejiondoa kwenye mashindano ya maandalizi ya Australian Open akisema kuwa bado hayuko tayari kimwili kushindana. Nyota huyo wa Serbia mwenye umri wa miaka 38 alikuwa anatarajiwa kucheza kwenye mashindano ya Adelaide International wiki ijayo, akijiandaa kuwania rekodi ya kipekee ya taji la 25 la Grand Slam katika mchezo wa singles. Djokovic ameshinda mataji 10 kati ya 24 ya Grand Slam kwenye Australian Open, lakini alitolewa katika nusu fainali katika misimu yake miwili ya mwisho. Na kiungo wa zamani Darren Fletcher amechukua jukumu la muda hadi kuwa kocha wa Manchester United, lakini sasa Gary Neville wa Manchester United amesema Manchester United inafaa kuacha majaribio na badala yake kumteua kocha anayefaa DNA ya klabu hiyo baada ya Ruben Amorim kufukuzwa kazi siku ya Jumatatu. Na Neville anaamini kuwa uteuzi ujao Old Trafford lazima uendane na historia na utamaduni wa klabu hiyo. Na bado tukisalia kwenye soka, beki wa Manchester City Josko Gravidol atafanyiwa upasuaji baadaye wiki hii baada ya kuvunjika mfupa wa mguu ama shin bone katika sare ya mabao 1-1 dhidi ya Chelsea kwenye ligi kuu ya England siku ya Jumapili. Raia huyo wa Croatia mwenye umri wa miaka 23 alitolewa uwanjani dakika 51 dhidi ya Chelsea
huku beki mwenzake wakati Ruben Dias naye akitolewa nje kwa majeraha nusu saa baadaye. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran sana. Asante. Ni matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu asubuhi hii: Nicolas Maduro asitiza bado yeye ndiye rais wa Venezuela, huku akikanusha mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama moja nchini Marekani. Kampeni za uchaguzi mkuu zimezidi kupamba moto nchini Uganda, huku chama tawala cha NRM kikisema upinzani haujabinywa na wamekuwa na nafasi nzuri ya kunadi sera zao. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia matarajio ya hali ya uchumi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Belden Walieula. Zaidi ya wanawake na wasichana milioni 230 kote duniani wamefanyiwa ukeketaji, huku Afrika ikiwa na idadi kubwa zaidi ya maeneo yote, ikiwa ni zaidi ya wanawake milioni 144 kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Japo juhudi za kupunguza idadi hii zimefaulu katika maeneo mengi nchini Kenya, katika mji wa Narok mamia wasichana wangali wanakimbia makwao ili kuepukana na tatizo hili. Agnes Penda amekutana na baadhi ya wasichana hao na kuandaa taarifa hii. Masi anarejea nyumbani kama ilivyo kawaida yake kila mwisho wa wiki baada ya kazi. Hapa analakiwa na mama yake, babake mdogo na watoto wa ndugu zake, ikiwa furaha kukutana nao. Ila hali haikuwa hivi miaka 10 iliyopita. Amerudi katika kijiji cha Loita baada ya kukaa mbali kwa miaka 11 alipotoroka ukeketaji na ndoa ya mapema. Hiyo usiku tukaenda kwa boma fulani, wakaniambia unajua unatairi kesho. Nikamwambia kweli. Wakaniambia kenye utafanya tutakutorokesha kwa boma fulani uende, ndio wao wakusaidie uende kwa police station. Hiyo usiku nikaenda hiyo boma, wao wasichana wake wakanisindikisha, kunipeleka huko. Hao watu wakuamini, kabidi nimeenda church, kaenda nikalala kanisa. Alilelewa na msamaria mwema katika nyumba inayohifadhi wasichana waliotoroka ndoa za mapema na kukeketwa. Sasa ameajiriwa na shirika lisilo la kiserikali kama balozi dhidi ya ukeketaji. Imemchukua miaka mingi kurudi nyumbani, na hata sasa anatangamana kirahisi na familia yake, hasa shemegi yake aliyekuwa amepanga kukeketwa kwake. Msichana mimi ndio nilikuwa namlea, kwa hivyo